Hivyo unakuita Marcelo. Jina umelipokea kwanza? Mambo ni mengi. Fresh. Kwanza bana, hongera mara kwa mara umekuwa ukituambia kwenye timu ya taifa ya Tanzania na tunaona kiwango ambacho unaendelea kuonyesha kadri siku ambazo zinakwenda. Kabla hatujazungumza mengi, siri kubwa hasa nini ambayo unaendeleza consistency yako kila siku zinazozidi kwenda? Na imani kwenye nidhamu na kwenye kujituma na kumwamini Mungu. Pengine tangu ujiunge na timu ya taifa Tanzania kwa wakati huu, kitu gani cha tofauti umekiona kwenye squad ambayo imeitwa na Mwalimu Gamondi? Mimi naona ni mwendelezo mzuri kwa sababu hata ukiangalia mashindano yaliyopita kwa Mwalimu wa Miguel Gamondi alifanya vizuri kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo na imani hata squad aliyoita itaenda kufanya vizuri kwa tunapoenda. Kibabage, pengine sasa kuanzia hapa umejipangaje kama mchezaji kuwa na muendelezo wa kuitwa mara kwa mara katika kikosi cha timu? Nimejipanga endapo nitapata nafasi na kuweza kuitumia vizuri kuhakikisha kumshawishi mwalimu kuendelea kuitwa. Na siku chache kuelekea Rwanda, pengine hili kwenu halina ugumu wote kama mchezaji katika upande wa maandalizi? Sidhani kama kutakuwa kuna ugumu kwa sababu wote wametoka kwenye ligi juzi tu, hajatoka kwenye holiday. Kwa hiyo na imani ni mwalimu tu kuchagua wachezaji wake wale best player wake kuhakikisha kwenda kuwatumia. Wakati unakuwa katika mpira wa miguu, bila shaka timu ya taifa ilikuwa inafuatilia. Mchezaji gani ambaye hasa alikuwa na kushawishi ama kukuvutia siku moja na uje kucheza timu ya taifa? Samata. Bwana Samata. Katika upande wako nafasi ambayo unachezea? Ni sio Mungu, ni Samata nasema. Namba yako ni upande wako ambao unacheza beki. Huyu kaniuliza swali ambalo mchezaji ambaye umewahi kuvutiwa naye. Akarudi tena akamwambia kwamba ni Samata. Tunauliza sasa lingine hapo. Kwa namba yako unaocheza namba 3 beki ya kushoto. Ni sio Mungu. Mimi sikuwa nacheza beki eti. Uko nacheza beki? Kwa mangapi? Nacheza winga. Kwa hiyo hata nikisema katika makuzi yangu niseme nianze kufikiria eti namba 3. Nitadanganya hapa umma. Ila tu ni mchezaji ambaye ni kioo ambacho nilikuwa navutiwa naye, captain. Kwa hiyo katika ndoto zako za kuchezea timu ya taifa ulikuwa unawaza kama ukija kucheza utakuwa winga na sio beki? Mimi nilikuwa winga, sio Mungu. Huko ndo wakati za utafutaji huko mbeleni. Ndio akabadilika, ndio jina la Messi likapatikana huko. Na IK wewe sasa nganywa. Ile ndio ilikuwaje kutoka kwenye mshambuliaji kwenye winga na kuja kwenye beki, ilikuwa kwaje hapo ukashift kuingia kwamba kwa unacheza hivi sasa? Nani alihusika? Kimpose. AFCON 2017 kabisa. Okay. Unahisi wapi unakuwa bora zaidi ukicheza kama winga ama ukicheza kama beki? Kwa sasa inabidi nizungumzie position ambayo nipo. Kwa sababu ndio position ambayo Tanzania wanafahamu. Kwa sababu hata mwenyewe unanijua mimi namba 3. Hujui kama winga. Binafsi yako mpango namba 3 au namba hiyo winga? Namba 3 winga ingekuwa hapa mpaka sasa hivi. Ukijaribu kutazama kama ukicheza yani ukishavuka mstari wa ulinzi ukicheza mstari wa mbele zaidi unakuwa kama una hatari zaidi, pengine zile skills za winga ndio chanzo cha wewe kuwa na hatari kiasi hicho? Hamna, ni maelekezo tu ya mwalimu anapokupatia unapokuwa kuna mchezo unafanya majukumu yako unapoambiwa kwenda kutekeleza. Kwa maana hiyo kwa namba ambayo ulikuwa unacheza zamani Kibabage sasa hivi ingekuwa au jioni hapa. Sijui ya Mungu mengi. Au lolote lingeweza kutokea. You never know. Mimi hatujui. Ni mchezaji gani hasa ambaye anakuvutia kwa ujumla sasa? Kwa sababu inaonekana wengi ni mashabiki wa Ronaldo. Yaani sijakuwa duniani. Messi. Nilisema hapa Kibabage kanikataa. Mimi nimesema ukauliza swali mchezaji ambaye anakuvutia duniani Messi. Wewe kwa Messi pesa. Ushazoea kule upande ule wengi mnakuwa mnavutiwa na bwana Ronaldo. Hapana. Upande upi? Unazungumzia. Messi anacheza 10. Bana Kibabage Messi hata 7 anacheza. Ndio maana ikawekea yako. Tangu uanze kucheza namba 3 Kibabage, umeshakutana na winga gani akakusumbua sana? Tangu uanze kucheza position ya beki. Mshambuliaji gani ambaye ulishakutana naye akakusumbua sana? Nimemsahau jina, ila nakumbuka winga mmoja tulikutana naye under 17 ndo mara yangu ya kwanza kucheza fullback wa Egypt. Yaani siwezi kumkumbuka jina lake ni nani. Siku ile nilipata shida sana. Nasema kuna kauli nimezisikia nasema jana mjini rasmi kalala hoi. Mlisemeaje hilo? Vipi?
mgeni rasmi jana kwenye shughuli kalala hoi kweli kwa shughuli aliyokutana nayo kule winga pembeni. Pengine labda tulitaka kuzungumzia masuala ya utaifa kwenye timu uzalendo kwanza. Masuala mengine tuachane nayo. Tuambie Kibabage, ili kwa maana ya mashindano ya FIFA Series ni maandalizi kuelekea AFCON 2027. Pengine kama mchezaji wa timu ya taifa unatamani kuacha alama gani katika hiyo michuano 2027 ya AFCON? Kwa upande wangu ni ndoto nyingine ambayo iko mbeleni ambayo inakuja, kwa sababu kucheza AFCON pia ni moja profile kubwa kwa mchezaji. Kwa hiyo unapopata opportunity kama hiyo unatakiwa uitumie vizuri kuhakikisha unaweza kufikia malengo yako. Wanasema jezi ya Taifa Stars ni nzito sana. Nataka kusikia kwa upande wako. Iko vipi baada ya kuivaa jezi ya Taifa Stars uwanjani? Of course nchi ina watu wengi sana wachezaji mpira. Kwa hiyo unapopata nafasi kama hii ya kuvaa jezi ya national team, kwanza ndio kumshukuru Mungu. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wachezaji ni wengi, sio kwamba ni bora kuliko walioacho. Ni Mungu tu amepanga muda huo wakati huo uwepo. Kwa hiyo ni kama hivyo. Kuna feeling nyingi ambazo zipo ukiwa unatumikia taifa. Nataka kusikia unapoimba ule wimbo wa taifa before kuelekea kwenye mchezo husika, huwa nini kinakujia moyoni? Hiyo ni feeling yangu mimi tena. Unataka tushare na sisi? Iko hapa. Inabaki kutuambia. Kwa nini? Kwa sababu wote wa Tanzania. Hapana, nikisema feeling inabaki kwenye moyo wangu. Kwa hiyo sasa pengine ushindani katika namba kwenye kikosi cha Taifa Stars uko vipi, na unaona unaweza kupata nafasi moja kwa moja? Na maana wachezaji wote national team ni best player. Kwa hiyo jukumu la kwanza na kutokuanza mwalimu ndo atakayejua. Mechi na mtaji ni mtume nani au nani, yeye mwalimu ndo anajua. Kikubwa timu shinda kwa sababu tutakuwa tunashinda nchi taifa. Hivyo nakuita Marcelo. Jina umelipokea kwanza? Mambo ni mengi. Umelipokea? Bwana wewe. Ndio hivyo bwana. Umelipokea? Ndio hivyo. Kuna namna labda unavyocheza unahisi unafanana kama Marcelo, that's why pia watu wanakuita Marcelo? Hapana, sifanani naye. Ufanani? Ndio kwenye kumwaga cross? Hapana, sifanani naye. Mimi Kibabage. Hatari labda kwenye lango la mpinzani? Yule Marcelo, mimi Kibabage. Hatuwezi kufanana. Fanani kabisa. Hata wanaokufananisha ni kama wanakosea. Kila mtu hata mimi nakwambia ukiona mtu anapiga chenga kidogo kama jamaa kama Messi. Sio hivyo au unaogopa. Ila sio Messi. Mtu anasema tu, mtu kama kutokana na kile ambacho anakisema. Lakini paka kuambia hivyo unajisikia feel proud au unaona achukua kama anakujaza sana? Amna, achukua tu normal tu. Sababu ni maono yake. Lakini Marcelo unamcheja mwana best player, mchezaji bora. Sasa mimi nacheza mpira siwezi kujua kwa kweli. Unajua siwezi kujua. Sasa mimi nikiwa napocheza unajua na watazamaji ndo wanajua. Kwa mimi napocheza siwezi kujua. Wewe unapata kwa sekunde clip zako kwa uwanjani? Naangalia. Hatuwezi kufanana na Marcelo. hawezi kufanana. Marcelo yuko huko juu sana. Sawa bana Kibabage, kwenye AFCON 2025 Morocco pale. Uliitwa katika kikosi, ulikuwepo bila shaka. Hivi sasa taarifa imetoka kwamba bingwa sio Senegal, ni Morocco. Binafsi kama mchezaji ambaye umeshiriki michuano kama hiyo, yapi maoni yako? Kama mamlaka yameshatoa, kwa sababu mpaka wanasema bingwa ni mtu fulani na sio mtu fulani, ina maana kuna sheria zimetumika, wenyewe wanazifahamu, walosoma wanajua. Kwa hiyo mpaka wamewapa basi wana deserve. Kwa hiyo tuheshimu mamlaka ya watu. Umefurahishwa na hayo maamuzi au unatamani bingwa abaki kuwa Senegal? Au yoyote tu. Mimi sababu sio mataifa yangu. Mimi nitadauti nini hapo? Haiwezekani. Sio taifa langu. Mimi awe Senegal awe Morocco, mimi ungeelekea Morocco na Tanzania au Senegal na Tanzania, mimi ningeelekea kwa Tanzania. Bana kila la heri. Haina noma.